Wabalagani mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Hii hapa ni HNT Media ambayo inakuletea taarifa za michezo kila zinapoendelea kuhappen na kutendeka katika mitandao ya kijamii. Kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunachomoza katika kukupa kila unachostahili kunako anga hili la michezo. Bana, leo kunako taarifa ambazo tumekuandalia leo ni nyingi sana. Cha kufanya wewe ni kuhakikisha kwamba unatulia nasi ili tuweze kukupa unachostahili mwanafamilia wa HNT Media. Inatajwa kwamba waziri wa michezo Profesa Palamagamba Kabudi ameuita uongozi wa klabu ya Young Africans na uongozi wa klabu ya Simba Sports Club bila kukosa uongozi wa bodi ya ligi ili kuja kuketi chini na kuona ni namna gani wanaweza kutatua issue ambayo imekuwa happen kila siku, ikiwa ikizua sura mpya siku hadi siku. Ikumbuke kwamba mpaka sasa kitu ambacho kinaendelea kuzungumziwa kunako mitandao ya kijamii kuhusiana na ile dabi ya Kariakoo ambayo iliahirishwa March 8, 2025, game ambayo ilitakiwa kuchezwa kwa Young Africans wakiwakaribisha Simba Sports Club. Mechi ikaahirishwa kutokana na kwamba Simba waligomea mechi hiyo kwa kutopeleka timu uwanjani kwa kudai kwamba kile kilichodaiwa kwamba walizuiwa kufanya mazoezi ya kikanuni. Basi mambo yamezidi kuwa mengi sana kutokea hapo. Tumeona statement tofauti kutoka kwa viongozi mbalimbali wakizungumzia issue hii. Tumeona pia rais wa TFF Wallace Karia pia naye alichomoza katika exclusive mbili alizozifanya, lakini ndo zikazua taflani na zikazua minong'ono mingi sana, kila mtu akawa akiongea lake. Tumeona pia wazee wa Young Africans wameweza kutoa maoni yao na wameweza kutoa misimamo yao. Tumeona pia mkoa kama mkoa wa Dodoma, mkoa wa Dar es Salaam, mkoa wa Mwanza, mkoa wa Iringa, mkoa wa Geita, tumeona Zanzibar, mikoa mingi bado inaendelea kutoa statement juu ya msimamo kuelekea kwa dabi hii ambayo iliahirishwa, dabi ambayo ilionekana kuwa na hasara kwa watu wengi ambao walikuwa wamewekeza kwa ajili ya hiyo mechi ambayo iliahirishwa. Mpaka jana statement ya mwisho ilikuwa ni ya mkoa wa Iringa. Uongozi wa mkoa wa Iringa wa Young Africans kwa mkoa wa Iringa waliweza kutoa pia statement yao na msimamo wao juu ya kuahirishwa kwa dabi hiyo ya Kariakoo. Wao msimamo wao ni kutaka bodi ya ligi ivunjwe na msimamo wao pia wanahitaji wapewe alama 3 ambazo waliahirisha mechi pasipo sababu maalum ambazo zilikuwa zinafanya mechi iahirishwe. Lakini tumeona pia katika statement ambayo imetolewa na wazee wa Iringa jana, wameweza kuainisha sababu ambazo zinaweza zikafanya mechi iahirishwe. Lakini katika sababu zote walizoziainisha za kikanuni kabisa, hakuna hata moja ambayo ilikuwepo katika zile sababu ambazo ziliainishwa za kuahirishwa kwa game hiyo. Basi kwa taarifa tulizonazo ni kwamba Profesa Palamagamba Kabudi ameuita uongozi wa klabu ya Young Africans na Simba Sports Club pamoja na bodi ya ligi ili kuona vipi wanaweza kumaliza huo mgogoro. Bana, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo wa Tanzania Profesa Palamagamba Kabudi anatajwa kukutana na uongozi wa Simba Sports Club na Young Africans kuzungumza katika sakata la uamuzi wa Simba kugomea mechi ya watani wa jadi iliyokuwa inatakiwa kufanyika March 8, 2025 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Wengine ambao wanatajwa kushiriki kikao hicho kitakachofanyika March 27 mwaka huu ni viongozi wa shirikisho la mpira Tanzania TFF pamoja na viongozi wa bodi ya ligi kuu Tanzania. Timu ya Simba Sports Club iligomea mchezo huo kwa ajili ya kudai ukiukwaji wa kanuni namba 17 kipengele cha 45 ya kanuni ya ligi kuu Tanzania bara ambayo inahusu timu ngeni kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi husika angalau siku moja kabla ya mechi. Bana, mambo yanazidi kuwa mengi sana unavyoambiwa, mambo yanazidi kuwa mengi
mengi na yanazidi kuwa mengi sana. Lakini kuna mmoja kati ya mdau wa michezo yeye aliweza kuandika kwamba Machi 27, 2025 pande tatu zote ambazo ni Young Africans, Simba na TFF wameitwa na waziri wa dhamana ya michezo nchini Profesa Palamagamba Kabudi, ikiwa ni sehemu ya kuzungumzia sakata la kuahirishwa kwa mchezo wa dabi ya Kariakoo iliyopaswa kupigwa Machi hii hapo 8, 2025. Simba waligomea mchezo huo baada ya kushindwa kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Mkapa siku moja kabla ya mchezo ambapo ni takwa la kikanuni, wakati Yanga wakidai sababu hiyo haikutosha kufanya wapinzani wao kutoingia uwanjani na kuingia mitini. TFF nayo wakachukua mamlaka ya kusitisha mechi akidai aliona malalamiko ya Simba yana msingi. Yanga wanasema hawatacheza tena mchezo huo. Je, Yanga watakana mbele ya rais wa dhamana ya michezo kwamba hawatacheza? Yeye alichokiandika kwamba mtacheza au hamtacheza, mkatae mbele ya waziri. Moja kati ya taarifa ambayo imekuwa na comment nyingi, na mimi nikasema nikusogezee comment chache mara baada ya mdau huyo wa michezo kuandika hivyo. Kuna huyu hapa anaitwa Siotond, anasema kanuni gani serikali imetumia kusuhilisha hili kirahisi hivyo, kwani ni uchaguzi wa mitaa, wajichanganye tuwe kama Zaire na Kenya. Lakini kuna huyu hapa anasema hiyo ndo thamani ambayo makolo walichola toka mwanzo, wakijua itaishia hapo, sasa watajua hawajui. Lakini kuna huyu hapa anaitwa Programaget TZ anasema hii sio nzuri kwenye mpira wetu. FIFA wana monta wakiona serikali imeingilia masuala ya mpira, ujue kufungiwa ni dakika moja tu. Lakini kuna huyu hapa anasema mechi haichezwi hata mtumie busara ya baba wa taifa. Lakini kuna huyu hapa anaitwa Membu 700, yeye anasema marizeni na mamlaka iliyoahirisha mechi inatoa pointi za bure, ili hali hamjamkaba mpanzu. Kibu mkandaji, chezeni mpira au mnaogopa sababu Azizi ana injury? Lakini kuna hapa anasema hatuchezi, kaweka emoji ya fire. Kuna huyu hapa ameandika waziri wa michezo alikuwa anacheka pale Namungo wakipewa kadi nyekundu, huyo si mtu wa mpira kabisa, bora hao mnajaliwa sio huyo waziri. Bana, comment zimekuwa nyingi sana kunako update hii mara baada ya kuhappen kwa taarifa hii hapo, na mimi nimekuandalia hizi comment chache ili uweze kupita nazo mwanafamilia wa HNT Media, uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo. Bana, kama tunavyojua mechi ya kirafiki Singida Black Stars kukaribisha Young Africans katika uzinduzi wa uwanja wa Airtel Stadium hapo mkoani Singida, kumekuwepo na taflani kuahirishwa kwa mechi hiyo mara baada ya mvua kubwa kuja kuingilia kati ya mchezo huo na pande zote mbili kulizia kuahirishwa kwa mchezo huo. Basi unaambiwa kiwango cha Jonathan Kangarombo kimekuwa kikiwatisha sana wapinzani. Ni wapinzani wapi hao? Na unaambiwa kwamba mara baada ya kutamatika kwa game hiyo, Milaud Hamdi kama head coach wa klabu ya Young Africans alikuwa na mengi ya kuzungumza kuhusiana na kiwango cha Jonathan Kangarombo, ambaye jana alitoa kimasomaso kwa kuiandikia Young Africans bao moja ambalo lilidumu mpaka kipindi cha kwanza kikakamilika, mpaka pale dakika ya 60 mpira unaahirishwa. Young Africans walikuwa wakiwa na bao moja ambalo pia walisawazishiwa kunako dakika za mwisho kabisa.